Mimi ndiye mwenyekiti wa TNCC chemba ya boda. Kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua ambayo tumefikia mpaka hii leo, wakati wa kikao hiki ambacho kimefanyika na watu kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na department zote ambazo ziko ndani ya hiyo wizara. Ni dhamana ya hiki chombo ambacho ni watu wa TMX. Kwa kweli kwa hatua nzuri, kikao cha mwezi wa 3 tarehe 6 kupitia marejeo ya kikao ambacho kilifanyika pale Lilongwe kwa ajili ya STR. Hicho kikao cha tarehe 6 kimeleta majibu ambayo sasa leo hii kiu ya watu wengi imeweza kufika hatima, kwa sababu tulikuwa tunatamani tuongee na watu ambao ni wataalamu wa hili jambo ambalo wao ndio wamesimamia hili jambo, na leo hii tunavyozungumza ndio tulikuwa na hapa. Tumefanya mazungumzo vizuri, tumewaeleza kinagaubaga namna jinsi ambavyo huu mfumo unaweza ukaisaidia mpaka wetu wa Kasumulu kupitia yale mazao ambayo tunayazalisha na kuyalima, lakini pia huu mfumo ambavyo tukiutengenezea utaratibu kupitia mazao hayo ambayo hayalimwi Kasumulu na yanapitia katika mpaka wa Kasumulu, inaweza pia kupelekea kutafuta fees ambazo zinaweza zikawa zinachangia tena pato la serikali, kututengenezea mfumo mwingine rafiki na rahisishi kwa ajili ya wafanyabiashara hawa wa mazao wadogo ili wakue kuwa wakubwa na mitaji yao pia iongezeke. Kwa hiyo hatima hiyo imetimilizwa leo na tumeshafanikiwa. Tumekubaliana kupitia ofisi ya viwanda na biashara na tumetengeneza mkakati wa kutengeneza kamati tendaji ambayo tumekubaliana kuonana tarehe 20 na mwenyekiti wetu anatoka kwenye ofisi hiyo ya viwanda na biashara, ukihusisha na wafanyabiashara pamoja na makundi mengine madogo ambayo yalikuwepo pia miongoni mwa huu mkutano wa leo. Hivyo basi mimi niseme tu kwamba makubaliano ni rafiki na sisi wenyewe tumeafiki. Huu mfumo unaenda kuboreshwa, haujaondolewa. Mfumo wa stakabadhi ghalani ni sera ya serikali ambayo pia inamsaidia na kumtetea mkulima pamoja na kutetea maslahi ya nchi kiujumla, lakini pia unaenda kuboreshwa ili wale wafanyabiashara wadogo waweze kuendelea na mzunguko ule wa biashara walizokuwa wakizifanya miaka ya nyuma. Asanteni sana. Hayo ndio maelezo kwa ufupi ya kikao hiki mahususi cha leo. Naitwa Josephat Benjamin Mwakalinga. Kwa majina naitwa Irene Madeje Mlola, ni mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA. Leo tuko hapa Kyela ndani ya mkoa wa Mbeya. Tumekuwepo hapa na kikao cha muda mrefu na kikao kizuri sana, tukiwa na wafanyabiashara ambao wanafanya biashara kwenye mpaka wetu wa Kasumulu ambao ni mpaka kati ya Tanzania na Malawi ambao uko huku kwenye hii wilaya ya Kyela. Kikao chetu kilikuwa kizuri, lakini kimeendeshwa na mkuu wa wilaya. Mkuu wetu wa wilaya Bi Josephine Manase alikuwa nasi, lakini kimehudhuriwa na watu kutoka Wizara ya Kilimo, watu kutoka Wizara ya Biashara. Tumehudhuria pia tukiwa na taasisi mbalimbali ambayo tunasimamia katika mnyororo wa thamani wa mazao Tanzania, ikiwemo taasisi ya soko la bidhaa Tanzania, ikiwemo bodi ya usimamizi wa stakabadhi ghalani, ikiwemo tume ya ushirika, lakini vile tulikuwa na wenzetu kutoka afya ya mimea, tulikuwa na watu kutoka TRA. Kwa kweli kilikuwa ni kikao kikubwa na kizuri. Katika kikao hichi jambo kubwa ambalo tulikuwa tunaliongelea ni biashara ya mazao na hasa mazao ambayo yanatoka nchi za jirani. Ukizingatia sisi kama Tanzania sio muda mrefu sana tumesaini makubaliano ya kiforodha ambayo yanaitwa STR katika huu mpaka wetu kati ya baina ya Tanzania na Malawi. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kuweza kuangalia jinsi gani tunaweza kuweka mifumo ambayo inazingatia taratibu mbalimbali ambazo tunazo ndani ya nchi katika kulinda kilimo chetu, katika kuendeleza kilimo chetu, lakini vile inaenda kutoa fursa kwa wafanyabiashara wetu hasa vijana na wakina mama ambao tulikuwa nao leo, ambao wamekuwa kwa muda mrefu wanafanya biashara ya mazao kutoka nchi za jirani, wanaweza kuendelea kufanya biashara.
Lakini katika hayo sasa ilionekana kwamba hapo nyuma kama kulitokea tafrani kwamba walikuwa kuna sintofahamu ya jinsi ambavyo wataendelea kufanya biashara. Kikao chetu cha leo na mazungumzo yetu ya leo, tumetoka hapa kila mtu akiwa ana nyuso za furaha, kwani sisi kama serikali wezeshi yenye kuhakikisha kwamba inatoa mianya ya wafanyabiashara wake kuweza kuendelea kufanya biashara, lakini ili hali wanazingatia taratibu na miongozo mbalimbali ambayo iko ndani ya nchi ambayo ina lengo la kulinda na kupanua biashara, lakini vile vile na kilimo. Tumetoka tukiwa na maamuzi ya kikao hichi ambacho kimesimamiwa na mkuu wa mkoa, yakisema kwamba tunaenda kusimamia kwamba biashara sio tu inarudi kwenye hali yake iliyokuwa pale nyuma, lakini tunaenda kuhakikisha kwamba tunaidumisha zaidi, kwa sababu wafanyabiashara wamesema kwamba kuna uwezo huo. Lakini zaidi ya hapo, tumetoa misingi ya kiusimamizi na kiutaratibu ambayo itawezesha hiyo biashara kufanyika na bila kuathiri mustakabali mzima wa nchi na kilimo, lakini na vile vile biashara ya Tanzania na mazao yake nje ya nchi. Tukitoka hapa tumekubaliana hiyo misingi, lakini zaidi ya yote tumeweka kikosi kazi kidogo kikiwa kina wakilishi mkubwa sana kutoka kwa wafanyabiashara na sisi ambao tunasimamia mazao, lakini wenzetu wa Wizara ya Viwanda na Kilimo ambao ndio wasimamizi wetu wa sera, tukiwa na lengo la kuhakikisha ndani ya wiki 2 tutakuwa sasa tumeweka vizuri hilo andiko, lakini vile vile tumeanza utekelezaji na usimamizi ambao utahakikisha ile furaha ambayo tumeiona leo ya wafanyabiashara inaenda kutimilika na inaenda kusimamiwa na biashara inarudi kama ambavyo ilikuwa awali, na isitoshe iongezeke zaidi. Asanteni sana. Mungu kubwa kwa wafanyabiashara, kwa kweli ushirikiano ambao tumeuonyesha leo na serikali ndio nguzo kuu ambayo tunataka tuendelee kushikamana. Serikali kazi yetu ni kuweka mazingira wezeshi, nadhani leo wamelithibitisha hilo. Kwa hiyo tuendelee kushikamana, wao waendelee kufanya kazi yao, waendelee kufaidika na biashara, Tanzania iendelee, familia moja moja iendelee, lakini nchi kwa ujumla iendelee. Tuendelee kushikamana katika kujenga nchi yetu. Asanteni. Siku ya leo tumekuwa na kikao kazi dhidi ya taasisi ambazo zinasimamia masuala ya kilimo, lakini pia masuala ya uuzaji wa mazao. Na mojawapo changamoto kubwa ambao tulipata katika mpaka wetu wa Kasumulu ni wafanyabiashara ambao wanachukua mazao nchi jirani alafu wanakwenda kuyauza. Kwa maelekezo ya serikali ilikuwa ni lazima wapitie kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, ambao kwa njia moja au nyingine wafanyabiashara hao waliona kwamba ni kikwazo kwao, kwa sababu na wao wananunua nchi jirani alafu wanaleta hapa kwa maslahi mapana ya kuongeza pia kipato, lakini pia kuongeza mapato ya nchi yetu. Lakini niwashukuru taasisi ya COPRA, mfumo wa stakabadhi ghalani, lakini pia watu wa TEMEX na watu wa ushirika, lakini pia watu wa mkoani kwa namna ambavyo tumeendesha kikao hichi. Tumeamua sasa kuja na modo ambayo itawalinda wafanyabiashara wa mpakani ambao wanachukua mazao yao nchi ya jirani kuyaleta hapa nchini kwetu. Kwa hiyo hii modo kwanza kabisa inakwenda kumlinda yeye kama mfanyabiashara, maana yule sio mkulima ila ni mfanyabiashara. Kwa hiyo inaenda kumlinda ili sasa, kwa sababu changamoto iliyoonekana ni kwamba yeye ananunua kule, akija hapa inabidi aingize kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani. Na sasa akiingiza kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani, kuna mambo mawili: bei inaweza ikamfeva yeye au ikamkata yeye. Lakini sasa kwa baada ya kukaa chini na wataalamu wote tukakubaliana tutengeneze kamati ambayo itakwenda kutengeneza mnyororo mzuri na itakuja na andiko ambalo litasimamia masuala ya biashara hapa mpakani, hasa kwa wale ambao watakuwa wananunua mazao katika nchi ya jirani. Kwa sababu tunatambua hivi majuzi ilisainiwa mkataba wa STR ambao ni wa baina kufanya biashara kati ya nchi yetu na Malawi. Sasa mkataba ule, ili kumlinda sasa mfanyabiashara mdogo huyu, tukaona pia tutengeneze mazingira rafiki ambayo yatamwezesha huyu mfanyabiashara na yeye sasa aweze kunufaika na ile biashara anayoifanya katika mpaka wetu.
Natamani kuona ni kwamba wafanyabiashara hawa wa mpakani wanafanya biashara kwa amani, kwa sababu changamoto kubwa iliyopo ilikuwa ni wao kutokuridhika na zile taratibu ambazo zimewekwa. Lakini sasa baada ya kukaa chini sasa kupitia huu mwongozo ambao tunaenda kuandaa, tunaamini sasa tutatengeneza mazingira rafiki ya yule mfanyabiashara na tutakwenda kulinda maslahi yake, lakini pia maslahi mapana ya nchi yetu. Kwa hiyo tunatamani kuona wafanyabiashara wa mpakani pale Kasumulu wanafanya biashara kwa amani, lakini pia tunawalinda kwa maana ya ile biashara ambayo wanaifanya. Na hii yote inawezekana kwa sababu ya miongozo mizuri ambayo serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka, na ndicho ambacho Mheshimiwa Rais anachotamani, kwamba wafanyabiashara waweze kutengenezewa mazingira mazuri ambayo yatakuwa ni wezeshi ya wao kufanya biashara. Kwa majina naitwa Benjamin Aden Wamoto, ni mwenyekiti wa mawakala wa forodha katika mpaka wetu wa Kasumulu ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Leo tulikuwa na kikao ambacho tumechukua muda mrefu ili kupata ufumbuzi wa wafanyabiashara wa mazao kutoka nchi jirani ya Malawi ambao wanapita katika mpaka wetu wa Kasumulu. Kama taifa letu linavyohamasisha vijana kujishughulisha na biashara na shughuli mbalimbali. Kwa palikuwa na changamoto kidogo ya wafanyabiashara kutokuwa na uhuru wa kufanya biashara baada ya kutoa mazao kutoka Malawi na kuingia nchini kwetu Tanzania, na hususani inapotubidi kwenye sera ya kupeleka mazao kwenye magala ambapo stakabadhi ghalani inakuja kuwajibika. Kwa hili lilikuwa ni changamoto na tatizo kwa upande wa wafanyabiashara, lakini tumejaribu kutafuta njia nzuri za kuweza kukaa na serikali yetu, na serikali imekuwa ni sikivu. Tunamshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa juhudi zake, kwa kupenda Watanzania na wananchi wake, ameweza kutusikia. Kwa sababu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais tulikuwa na mkuu wa wilaya yetu ya Kyela katika kikao hiki, tumeweza kuzungumza na taasisi zingine mbalimbali, na mwisho wa kikao hiki tumefikia makubaliano ya kwamba tarehe 20 itaundwa kamati au tume ambayo itaenda kutengeneza tunaita Kasumulu Model, ambayo hii inaenda kuwapa nafasi au inaenda kuwapa fursa wafanyabiashara ambao wanatoa mazao nchini Malawi kuingiza nchini Tanzania kupitia mpaka wa Kasumulu pasipo kuwa na changamoto yoyote ya kibiashara, bali tu ni kupita katika taratibu zote za kiforodha na kuwa na vibali vyote ambavyo vinatakiwa ndani ya nchi yetu ya Tanzania ili mazao haya yaweze kufanyika katika utaratibu mzuri. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari pamoja na wananchi wote ambao tunaishi na kuzunguka katika mpaka wetu wa Kasumulu, tunaweza kusema kwamba sasa fursa zinakwenda kufunguka, maana huu mnyororo wa thamani uko umebeba watu wengi sana. Kuna wafanyabiashara, kuna maagenti walikuwa hapo, pia kuna wafanya usafirishaji, kuna makuli, kuna bodaboda, kuna kina mama ambao ni wanatoa huduma ya vyakula. Hawa wote pia walikuwa wanafanya hizo kazi kupitia mzunguko wa biashara. Lakini toka tumekuwa tumesimama biashara hizi kutokuwa kufanyika katika mpaka wetu wa Kasumulu, biashara nyingi zilisimama. Hakuna mama ntilie, hakuna wachuuzi ambao tunasema kwamba ni maafisa wapakuaji na wapakiaji wa mizigo kwenye magari. Wanao walikuwa wamesimama, walikuwa wana kazi zozote. Kwa tulikuwa tumetengeneza wimbi kidogo hapa la uhalifu katika mitaa yetu, katika mji wetu, lakini sasa kupitia sera hii na utaratibu huu ambao serikali imekaa na sisi tumekubaliana kwa pamoja, tunaona fursa zinaenda kufunguka tena. Kwa tusi wananchi wetu wa eneo letu la mpaka Kasumulu, wale ambao wanashughulika na shughuli mbalimbali, ukiangalia makuli, bodaboda, mama ntilie na wafanya biashara wadogo, biashara zinaenda kurudi. Kwa hiyo tunapenda kutoa mwaliko na wito kwamba turudi tufanye biashara katika mpaka wetu wa Kasumulu. Mpaka wetu uko wazi masaa 24, tutakwenda kufanya kazi madam tunafanya kazi katika chini ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nje na hapo taratibu zingine zinaweza kuchukuliwa. Kwa mimi nishukuru sana, kikao hiki kimekuwa ni kikao cha mafanikio, kimekuwa kikao ambacho kinatija kwa mpaka wetu wa Kasumulu, kwa sababu ni lango ambalo linakusanya mapato katika nchi yetu ya Tanzania, na halmashauri yetu inajivunia inapata mapato hapa, inaendesha shughuli zake za mapato ndani ya wilaya yetu ya Kyela. Kwa tunashukuru sana, kikao kimekuwa ni cha manufaa chenye faida kwetu pamoja na wafanyabiashara wote. Kwa tunatoa fursa pia wafanyabiashara kutoka mikoa mingine, kutoka mataifa mbalimbali. Karibuni katika mpaka wetu wa Kasumulu. Sisi tupo, tutafanya kazi kwa weledi na utafurahia huduma ambazo zitapatikana katika mpaka wetu wa Kasumulu. Custom yetu imejipanga, idara zote zimejipanga, halmashauri yetu imejipanga. Utapewa kila unachohitaji katika mpaka wetu wa Kasumulu ili biashara yako iwe smooth na iende kufanyika vizuri sana. Nadhani ni hayo ambayo tulikuwa nayo. Kuna hasara ambazo zilipatikana kwa sababu
mapato pia yalikuwa yamepungua ndani ya halmashauri yetu ya wilaya, lakini pia hata wafanyabiashara pia. Kuna mfanyabiashara mmoja tani 30 ziliharibika. Zilitunzwa katika utaratibu huo, mpaka sasa amepoteza zile pesa ambao ni mamilioni ya mapesa ambayo yamepotea. Kwa hizi ni hasara. Lakini pia wale mama ntilie walifunga biashara zao kwa sababu ndio walikuwa wanajishughulisha ili wapate pesa waendeshe familia zao. Kwa hiyo ilivyosimama hii biashara na wafanyabiashara waliposita kupita katika mpaka wetu wa Kasumulu, mambo mengi yalisimama. Kwa hiyo ni hasara ambazo kwa kweli katika mpaka wetu wa Kasumulu zilitubeba kiujumla. Biashara zilisimama na hakuna juhudi yoyote ambayo ilikuwa inafanyika kwa ajili ya kukomboa maisha yetu na wafanyabiashara kiujumla. Khalid Mgaramo, nafanya kazi taasisi ya kuendeleza kongani na shoroba za kilimo Tanzania ama AGCOT, zamani tulikuwa tunaitwa SACCOT. Ni watekelezaji wa mradi wa kuendeleza ajira kwa vijana kwa maana ya YEFA ambao unafadhiliwa na AGRA Tanzania. Miongoni mwa kazi ambazo tulikuwa tunafanya ni kuangalia namna ambavyo ajira zinaweza zikaendelezwa za biashara ya mazao hasa katika maeneo ya mipakani, na kulikuwa na changamoto ambayo ilitokana na bidhaa ambazo zilikuwa zinafanywa biashara na hawa baadhi ya wafanyabiashara vijana katika mpaka wa Kasumulu hapa wilayani Kyela. Basi sisi kama Convener tuliweza kuwakutanisha pamoja kwa vikao viwili. Kikao cha kwanza tulikutana na wafanyabiashara pamoja na wawakilishi wa taasisi ambazo ni za udhibiti na za kusimamia sheria na taratibu katika kufanya biashara hizi, lakini kikao kile kilifanyika tarehe 6 Machi, kikapelekea kuwepo kwa kikao hichi ambacho viongozi wa taasisi zile sasa wamekuja pamoja na chini ya wenyekiti wa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wameweza kukutana na wafanyabiashara, wakaweza kuzungumza changamoto zilizopo, na kwa pamoja wameweza kufikia mwafaka ambao utapelekea kutatua changamoto hii kwa kuweka makubaliano ambayo ya namna bora ya kufanya utekelezaji wa kuondoa changamoto ambayo ilikuwa inakabili. Kwa hiyo sisi AGCOT ni kama wakutanishaji ambao tumefacilitate kuwepo kwa mkutano huu na kuweza kutatua changamoto. Kwa hiyo tunafurahi sana kwa makubaliano haya ambayo tunafikiri yataleta tija ya kuongeza ajira kwa vijana na wanawake ambao wanafanya biashara za mpakani, lakini mitaji wanaoipata pia inasaidia kuendeleza biashara pana ya kilimo kwenye uwekezaji kwa maana ya kulima, kukusanya na kufanya biashara za kilimo, na hili ndio lengo ambalo nchi yetu ipo na mradi ambao tunautekeleza inasimamia. Lumano Mwangonela, makamu mwenyekiti TNCC chemba ya biashara Kasumulu boda. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii, lakini pia nimshukuru Mama Samia kwa kutusikia sisi wafanyabiashara wa nafaka kutoka boda Kasumulu na kututumia wawakilishi na kutuletea huduma rafiki ambayo inatuwezesha sisi wafanyabiashara kunufaika. Of course hii huduma ya stakabadhi ghala ilikuwa sio rafiki, lakini leo tumepata majibu ambayo yatatuwezesha sisi tupate faida, kila mtu ainuke kiuchumi. Lakini hii stakabadhi ghala huwezi kumwambia mtu mfanyabiashara atoke na nafaka Malawi alafu alete Tanzania aweke ghalani, kwa sababu kwa uelewa wangu najua stakabadhi ghalani ilikuwa inamlenga sana mkulima anufaike. Sasa ilivyoletwa kwa wafanyabiashara kidogo imekuwa changamoto kwa sababu wengi mitaji hawana. Kwa hiyo imepelekea sasa wafanyabiashara wengi wamepotea kwenye mfumo kwa sababu mitaji hiyo ya kuendeshea hiyo biashara ya kuweka nafaka ghalani wamekuwa hawana. Sasa hamna mtu anaweza kuriski hela yake akaileta eti ikakae wiki 2, wiki 3, mwezi na waje wampangie bei ya ile bidhaa aliyonunua. Hicho kitu kimekuwa kigumu. Kwa kilikuwa ni kilio kwa wafanyabiashara wa nafaka wa boda. Kwa jina naitwa Victoria Kibona. Mimi ni mjasiria mdogo, mama ntilie. Kwa kweli toka ulivyoingia huu mfumo wa stakabadhi ghalani umetuathiri pakubwa sana. Kwanza tumeshindwa kuendeleza kusomesha watoto. Maisha yamekuwa ni magumu sababu wakati forodha pale mizigo inaingia tulikuwa maisha yalikuwa yanaenda vizuri sana, tulikuwa tunagawana riziki. Kwa kweli toka mfumo umeingia hapana, kwa kweli maisha ni magumu, watoto tumeshindwa kuenda shule, yaani mambo mengi yamekwama.